Maaskari wetu, makamishna wetu, tangu tumepata hii changamoto wamefanya tathmini nzuri na wamekuja na maombi ya kiasi cha shilingi bilioni 8.1 ili turekebishe haya madaraja na vivuko ambavyo vimepata changamoto kipindi hiki. Na sisi kama serikali, sisi kama wizara, tunawaambia kwa moyo ule ule mwema wa Daktari Samia Suluhu Hassan, hiyo bilioni 8.1 tunawaletea hifadhi ya taifa Serengeti ili turejeshe vivuko vyetu na madaraja yetu katika uhalisia wake, na zaidi tunataka tuboreshe viwe ni vivuko na madaraja bora kabisa ambayo hata tukipata mtikisiko aina gani visitikisike. Serikali iko tayari kutoa hiyo bilioni 8 tuirejeshe vivuko vyetu na madaraja yetu yaweze kufanya kazi yake kama ilivyokuwa awali. Nitoe pole sana kwa waongoza watalii wetu, lakini pole pia kwa wenzetu maaskari wetu ndani ya TANAPA, ndani ya hifadhi ya taifa Serengeti, kwa huu mtiti tulioupata ndani ya siku 3 zilizopita. Niwaombe tu hasa waongoza watalii, mnaona maaskari wetu wanafanya kazi kubwa ya kuwaongoza kwenye maeneo haya yaliyopata changamoto. Naomba sana sana waongoza watalii, madereva wetu, fuatilieni maelekezo mnayopewa kwenye maeneo haya 7 ambayo yameleta changamoto. Hatuko tayari kama taifa, hatuko tayari kama wizara kuona dereva yoyote, mwongoza watalii yeyote anafanya uzembe kwa maslahi ya kwake, kuhatarisha maisha ya kwake yeye mwenyewe au ya watalii wetu. Ndio maana kwenye madaraja yote haya na vivuko 7 tumeweka maaskari ambao wanawaelekeza. Nimekuwa nikiona viklipu vinarukaruka, wengine naanza kujiuliza, huyu ni Mtanzania kweli anayerekodi kitu hiki na kusingizia? Makejuzi niliona mmoja anasema gari limeondoka na kuna watalii wamefariki. Hivi tukimwambia atuonyeshe wapi ilipo maiti ya huyo mtalii aliyefariki, anaweza kutuonyesha? Sisi wenye dhamana ya maliasili na utalii tunajua tuko salama na hakuna mtalii au muongoza watalii ambaye amepoteza maisha ndani ya kipindi hiki ambacho tumetikisika. Hicho kirikodi basi kwa uhalisia, usituharibie sifa ya taifa letu, usiharibu sifa ya hifadhi yetu ya taifa Serengeti wala hifadhi yetu yoyote ile. Ujio wake haukuwa haba, amekuwa ni wa mafanikio makubwa sana. Ametuletea fedha, tunataraji kwamba tunavyopokea pesa hizo tutaenda kuboresha miundombinu, na kipaumbele cha kwanza ni hii ambayo imeharibiwa na mvua kubwa. Tunaenda kujenga madaraja haya ambayo yalikuwa yameathirika, tumeenda kujenga vivuko, tumeenda kutengeneza barabara zile ambazo zimeharibika sana. Tuna uhakika kwamba msimu wa utalii unaoanza utaanza kwenye mazingira ambayo ni salama zaidi.